Habari za majukumu. Bila shaka mko salama kabisa na mnaendelea vizuri. Katika mwendelezo wa masomo yetu ya afya, leo ningependa nielezee topic ya muhimu sana. Topic ya muhimu sana ambayo inazungumzia hormone na mzunguko wa hedhi. Hii tunaanza moja kwa moja kwa ajili ya wanawake. Inazungumzia hormones na mzunguko wa hedhi. Tujue kiundani zaidi hormones ziko vipi na mzunguko wa hedhi na wenyewe uko vipi. Mwili wa mwanamke unathibitiwa na mfumo wa maalum unaoitwa endocrine system. Tunapozungumzia mwili wa mwanamke, kuna mfumo ambao unaudhibiti mwili ambao unaitwa endocrine system. Mfumo huu huzalisha homoni ambazo moja huzalisha hedhi ama huanzisha hedhi. Tunapozungumzia endocrine system, ni system ambayo moja huanzisha hedhi, lakini pia hudhibiti mzunguko wa hedhi, lakini pia huandaa mwili kwa ajili ya ujauzito. Hii system huwaga inaandaa mwili kwa ajili ya ujauzito. Sasa kila kitu huwaga kinaanzia kwenye hypothalamus, lakini baadaye huwaga zinapitia kwenye inaitwa pituitary glands. Sasa katika mzunguko wa mfumo wa uzazi kwa mwanamke, panakuwa na homoni jumla ziko 6. Tunapozungumzia homoni za mfumo wa uzazi kwa mwanamke, jumla zake zina homoni ziko 6. Sasa natamani tuzijue hizo hormones na kazi zake, ili mtu akienda kuambiwa na shida ya hormone imbalance, basi anakuwa anajua imeanzia wapi na nini chanzo chake. Hormones ya kwanza inaitwa gonadotropin hormones. Gonadotropin releasing hormones. Gonadotropin releasing hormones. Hii hormones yenyewe hutoka kwenye hypothalamus ambayo ni sehemu ya ubongo. Ndio homoni pekee ambayo inaanzisha mzunguko mzima wa hedhi kwa mwanamke. Tunapozungumzia gonadotropin hormone, ni homoni ambayo ndio starter ya mzunguko mzima, kuanzia kwenye period mpaka kwenye kushika ujauzito. Hii hormone zinafanya kazi gani? Ikizalishwa hii hormone vizuri na pituitary, yenyewe huichochea pituitary kutoa hormone nzuri. Inapozalishwa hii yenyewe inaenda kuchochea pituitary kuzalisha hormone hizo mbili. Hormone ya kwanza inajulikana kwa follicle stimulating hormone na hormone ya pili inaitwa luteinizing hormone. Hizi hormone mbili zinazalishwa pale ambapo gonadotropin hormone inakuwa imeweza kuzalishwa. Sawa? Hiyo ni hormone ya kwanza. Hormone ya pili ndio hiyo ambayo inaitwa follicle stimulating hormones, FSH. Hii kazi zake ni nini? Moja, huchochea ukuaji wa mayai. Tunapozungumzia follicle, ni hormone pekee ambayo inasaidia ukuaji wa mayai kwenye ovary. Lakini kazi nyingine pia kuandaa yai tayari kukomaa. Waga linafanya maandalizi ya yai kwa ajili ya kukomaa. Ila kazi nyingine pia ndio hormones pekee ambayo ndani ya ovary yai likishakomaa inazalisha hormone nyingine inaitwa estrogen hormones. Tutaipata pale chini. Kwa hiyo ni hormone ya ngapi? Ya pili. Hormone ya tatu inaitwa luteinizing hormone. Luteinizing hormones, LH. Kazi ya hiyo hormone nini? Moja, yenyewe huwa inasababisha ovulation, yai kutoka. Kumbe katika lile ovary, na wakati hiyo hormone ya kwanza inalikomaza, likishakomaa, hii luteinizing hormone inakuja inapasua yai kwa ajili ya kufanyaje? Kutoka. Ndio hormone pekee ambayo inafanya kazi ya kuachia yai. Lakini pia katika baada ya ile yai kutoka, ndio hormone pia ambayo huwa inahusiana kuzalisha hormone inaitwa progesterone hormones. Hormone ya nne inaitwa estrogen hormones. Estrogen hormones ni hormone ambayo kwanza inazalishwa kwenye ovary kipindi cha yai linakomaa, lakini kazi yake hizi hormones, estrogen hormones, ni kujenga ukuta wa mfuko wa uzazi, uterus. Ule mfuko wa mimba ambao unaandaliwa kwa ajili ya kupokea mtoto. Hii hormone ya estrogen hormone ndio inajenga ukuta huo. Lakini kazi nyingine ni kuandaa mwili kwa ajili ya kupokea mimba. Kazi nyingine ndio hormone pekee ambayo inaleta ute wa ovulation. Ute huo upo kwenye kizazi na upo pia kwenye fallopian tube. Na ute huu huwaga unatokea siku za hatari zile. Ute wa uzazi unakuwa kama yai bichi. Kazi ya ute ni kusafirisha mbegu kutoka kwenye kizazi mpaka kwenda kwenye fallopian tube, sehemu ambayo mimba huwaga inatungwa. Kwa hiyo ni hormone ya estrogen hormones. Inakomaza, inatengeneza ukuta wa uzazi vizuri na inaandaa mwili kwa ajili ya kupokea nini? Mimba.
Homoni za tano inaitwa progesterone hormone. Hii ni homoni ambayo inazalishwa kwenye layer ile vacuum, ikishapasuka inazalisha hiyo hormone inaitwa progesterone hormone. Kazi ya hiyo hormone nini? Moja ni kulinda na kuimarisha mfuko wa uzazi. Estrogen hormone ikishatengeneza ukuta wa uzazi, progesterone hormone inakuja kulinda ule ukuta, kuimarisha zaidi. Either usizalishe kupita kiwango au usizalishe kushuka kiwango chake. Hiyo ni kazi yako ya kwanza. Kazi ya pili, kusaidia mimba ikishatungwa ibaki salama. Ndio homoni pekee ambayo inatumika kwa ajili ya kulinda nini? Mimba ibaki salama. Lakini pia ndio homoni pekee ambayo endapo mimba haitatungwa, mwili unatoa taarifa kwamba ukuta wa mimba ufanyaje, uweze kuachiwa. Lakini ni homoni pekee ambayo pia mimba ikishatungwa, ndio homoni pekee ambayo inaenda kustop kuzalishwa kwa hormones ya kwanza beta gonadotropin hormones. Homoni ya sita inaitwa testosterone hormones. Ni homoni ambayo inatumika kuongeza hamu ya tendo la ndoa. Ni homoni ambayo kwa mwanamke inasaidia kuongeza hamu ya tendo la ndoa, lakini pia kusaidia nguvu na usawa wa hormones zingine. Mzunguko wa hedhi kwa ufupi maana yake nini? Follicle stimulating hormone huanza kukuza yai. Estrogen hormone hujenga mfuko wa uzazi. Luteinizing hormone inapasua lile yai kwa ajili ya kutoka. Progesterone hormone huandaa mwili kwa ujauzito, lakini kama hakuna mimba, hedhi hutokea, ambayo tunasema ni testosterone hormone inafanya. Sasa maana yake nini sasa? Hii mzunguko huu wa hormone sita, endapo zitazalishwa kwa kiwango kinachostahiki, basi mwanamke hata kuwa na changamoto ya hormonal imbalance. Sasa endapo katika hizo hormone sita, moja ikazalishwa kupita kiasi, nyingine au ikazalishwa kushuka kiasi chake, ndipo ambapo mtu tunasema na shida ya hormonal imbalance. Na ni shida kubwa ambayo leo hii inawasumbua watu wengi sana, hususan wanawake, kwa sababu ya vyakula, utumiaji wa madawa mbalimbali, utumiaji wa uzazi wa mpango pia unaharibu mfumo mzima wa nini, wa hormones. Kwa hiyo ni topic ambayo ni ya muhimu sana. Kwa hizi hormone sita zikibalance vizuri, basi kupata ujauzito ni rahisi, mimba kutungwa kukaa salama ni rahisi, kujifungua salama pia ni rahisi. Lakini zikiyumba hizi hormone kwenye kuzalishwa, na unaona zinategemeana, kwa hiyo ikizalishwa moja vibaya, basi inaharibu mfumo mzima. Tunatoa suluhisho kwa changamoto mbalimbali ya uzazi kama hormone imbalance, changamoto za PID, changamoto za over na fibroid kwenye uterus, changamoto za mimba kutungwa nje ya uzazi na vitu mbalimbali ambayo wanaathiri mfumo mzima wa hormones. Tupigie namba 0769 86 50 74. Tuko hapa kukusaidia na kukushauri hususani kwenye afya yako ya uzazi. Asante.